Maelfu ya watu wengi wamefurahi na kumpongeza Mtume Boniface Mwamposa kwa kuwa na mke mzuri kweli kweli na mrembo, kama ambavyo inaonekana katika picha hii hapa juu, ambapo wamepiga na kuweka pozi fulani hivi la kuvutia, na huku wote wakiwa wametabasamu. Na baadhi ya watu wakasema kwamba bwana, kwa nini Mtume alimficha mke wake mrembo namna hii? Yani alikuwa hamweki kabisa kwenye mitandao ya kijamii. Tukirudi nyuma kidogo, tunafahamu bwana, hivi karibuni ndipo Mwamposa ambavyo ameweza kumweka mke wake na kumtambulisha katika mitandao ya kijamii. Huyu ndiye mke wangu, na si katika mitandao ya kijamii bali walikuwa katika shughuli, ndipo ambapo Mwamposa aliweza kuzungumza kwamba huyu ndiye mke wangu na tumebahatika kupata mtoto mzuri kabisa. Sasa watu walikuwa wanasema bwana, Mwamposa anafanyaje huduma hana mke? Mwamposa anawezaje? Kumbe kile ambacho tulikuwa tukifahamu, Mwamposa yuko na mke wake mzuri na kabinti keupe kama ambavyo tunaona katika picha hii hapa. Kwa hiyo wale wote ambao walikuwa wanasema kwamba Mwamposa hana mke, ama walikuwa wana otea kwamba ana mke hana, jambo ambalo mnatakiwa kuelewa kutokea sasa hivi ni kwamba Mtume bwana yuko na mke wake kabisa, na mke halali wa ndoa kama ambavyo namuona katika picha hapo juu. Na kwa sasa hivi bwana amekuwa kwenda ama akizunguka naye katika event mbali. Tukumbuke tu katika event ya Pastor Catherine Abihudi alipokuwa akizindua kitabu, basi Mwamposa aliweza kuja na mke wake, lakini si sehemu tu hiyo, na sehemu nyinginezo nyingi kweli kweli Mtume Mwamposa anakwenda na mke wake huyu. Kwa hiyo wale wote ambao mnasema kwa Mwamposa anawezaje kufanya huduma na hajaoa, iko wazi kwa sasa hivi kwamba Mwamposa bwana yuko na mke, na wengi wameshaanza kumuona katika mitandao ya kijamii, na wengine wakaenda mbali zaidi na kusema kwamba wenda Mtume Mwamposa ndo akawa ana mke mzuri kuliko watumishi wa Mungu wengine. Katika hili bwana, mimi sina la kuzungumza wala sina comment, ila ni maneno ya watu ambavyo yanasema hivyo. Wenda Mwamposa akawa ndo mtume wa kwanza kuwa na chombo kizuri. Hapo mimi sina comment, maana hii itanifanya nikagombana na baadhi ya mama watumishi, mama mitume, mama manabii. Mimi naishi hapo kusema kwamba tumpongeze bwana Mtume Mwamposa kwa kupata chombo kizuri, na kweli ni mzuri bwana. Tuache unafiki, tuache uongo. Kwa hiyo tumpe Mtume maua yake.